La uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi katika kijiji cha Mwamboku ni kuondoa migogoro ya kimatumizi kati ya watumiaji ardhi hasa wakulima na wafugaji. Vile katika kijiji hiki walikuwa na changamoto ya mgogoro ni kama kutokuelewana kati ya kijiji cha Mwamboku na kijiji cha Nyashitanda. Chanzo hasa cha mgogoro huo ilikuwa ni sintofahamu ya bwawa, matumizi ya bwawa katika vijiji viwili. Lakini katika zoezi hili mgogoro huo umeweza kupata suluhu na mpaka sahihi wa kiutawala kati ya vijiji hivi viwili umeweza kubainishwa. Katika kijiji hiki vile kulikuwa kuna changamoto ya upungufu wa huduma za afya, vile kulikuwa kuna uzalishaji mdogo wa mazao ya kilimo na mifugo, na changamoto nyingine ambayo walikuwa wanakutana nayo ni migogoro kati ya wakulima na wafugaji, na walikuwa na changamoto ya kushuka kwa kiwango cha ufaulu katika hizi shule zilizoko hapa. Kwa katika mpango huu wa matumizi ya ardhi wameweza kuweka mikakati ndani ya miaka 10 ambao halmashauri ya kijiji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na halmashauri ya wilaya wataweza kuisimamia mikakati hiyo waliojiwekea ili waweze kuweka maendeleo katika kijiji chao. Katika zoezi hili wameweza kupendekeza maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa ni changamoto kwao, na maeneo hayo waliyopendekeza hasa ni maeneo ya majosho. Katika kijiji hiki walikuwa wanatumia josho lililoko mbali, kijiji cha Ng'ombo, umbali kama zaidi ya kilomita 3 kupeleka mifugo yao kunyeshea huko. Kwa kupitia zoezi hili wameweza kutenga eneo hilo, na wadau mbalimbali na halmashauri wakijitokeza kuwawezesha kwenye ujenzi, itawasaidia kupunguza umbali wa kupeleka mifugo yao. Vile wameweza kuainisha eneo la shule ambalo kulikuwa kuna upungufu wa shule. Shule walionao ni moja, na ukiangalia jiografia ya kijiji cha Mwamboku ni kikubwa, ilipelekea baadhi ya vitongoji kuwa mbali na uwepo wa hiyo shule. Kwa kupitia zoezi hili wameweza kuainisha eneo la shule ambalo litawasaidia vile vitongoji vya mbali kuweza kuifikia shule hiyo. Vile wameainisha maeneo ya makazi kwa ajili ya ukuaji wa miji, na wameweza kuainisha eneo la malisho ambao linaweza kupunguza changamoto ya migogoro ambao walikuwa nayo katika kijiji hiki. Tunaamini katika miaka 10 na kukiwa kuna usimamizi endelevu wa halmashauri ya kijiji kwa kusaidiwa na halmashauri ya wilaya husika, wakisimamia maeneo yote waliyopendekeza, wataweza kuleta maendeleo katika kijiji chao. Yoyote yule atakayekiuka hizi sheria ambazo nimezielezea hapa atawajibishwa na serikali ya kijiji kulipa faini ya shilingi 50,000. Sehemu ya 4 ni eneo la huduma za jamii. Eneo la huduma za jamii ni marufuku kufanya mambo yafuatayo katika maeneo ya huduma za jamii. A, kujenga au kuweka makazi binafsi katika maeneo ya taasisi. Sawa? Maeneo ya huduma za jamii kama shule, zahanati, sawa, na kadhalika. Kwa hiyo ni marufuku kwa mwananchi yoyote yule wa ndani ya kijiji au wa nje ya kijiji kujenga, sawa, kuweka makazi kwenye maeneo ya huduma za jamii. Pia ni marufuku kukata miti ovyo kwenye maeneo haya ya huduma za jamii. Pia ni marufuku kuchoma moto ovyo. Pia ni marufuku kuchungia mifugo. Pia ni katazo kufanya shughuli isiyohusiana na huduma za jamii. Pia ni marufuku kuharibu miundombinu ya maji au huduma nyingine inayotumika na wanakijiji wote. Sawa? Tuna kisima cha pampu pale Iramba. Sawa? Kile kisima kilikuwa kimeharibika. Tumefanya jitihada kama halmashauri ya kijiji, tumekitengeneza, wananchi wanapata maji. Kwa hiyo ni vyema kukilinda kile kisima pamoja na hizi DP zingine zilizosambazwa kwenye vitongoji vyetu. Kwa hiyo ni marufuku ukionekana unakata bomba au unang'oa pampu ya kwenye kisima, ni marufuku, utawajibishwa, utapigwa faini kama nilivyotangulia kuambia. Pia kuyaheshimu, kuyalinda na kuyatunza na kuboresha, mfano kupanda miti ya kivuli, matunda na maua. Na imani kwenye ramani kuna malambo ambayo yalipendekezwa. Kwa maana hayo malambo yataendelea kutumika siku zote. Kwa hiyo yasiguswe na yasifanywe matumizi yoyote yake. Lakini pia sehemu nyingine namba 6 ni hifadhi ya barabara. Hifadhi ya barabara inajulikana, eneo hili linajumuisha hifadhi ya barabara zote zikiwemo za TASAFU, halafu pia zikiwemo TARURA. Ina maana hizi zote
zinajulikana. Maana kile ulipa pale au moja kwa moja na akavuka taka na ile kama ni kile. Hayo pia tuliyazungumzia. Lakini pia sehemu nyingine tuliyozungumzia ni sehemu ya kilimo. Eneo hili litaendelea kutumika kwa kilimo katika vitongoji vyote. Na ina imani ya pia kitongoji shise kabisa hakaya mashamba ya kulima. Kwa hiyo kuendelea kutumia kutumika au kutumika katika niko. Kingine tena sehemu namba 8 ni kilimo na makazi. Hii haina utofauti na ile nyingine. Ina maana na yenyewe itaendelea kutumika hivyo hivyo. Ina maana makazi, kilimo, kuzenga mno, kulima banyo itaendelea kutumika kama hivyo. Namba 9 ni njia za mifugo. Kuna njia ambayo tulipendekeza ya kuja hapa kwenye Josho. Tulisema kwamba moja, kuna barabara ya tasa inayoanzia Nyashimba kupitia kitongoji cha Mabomba hadi Joshoni. Kwa nini Nyashimba kupitia Mabomba mpaka Josho. Namba 2 ni njia inayoanzia kitongoji cha Ishera kupitia kitongoji Nyamasaka ofisi ya kijiji hadi Joshoni. Kwa nini Ishera ni za Nyamasaka ni za ofisi hadi uja kujosho. Haya, namba 3 ni njia itakayoanzia kitongoji cha Mwakabisi kupitia Ilamba hadi Joshoni. Kwa nini Mwakabisi kuiza Ilamba yuko la barabara ya tasa kuja Josho. Kwa mpango kazi ambao tumeuandaa katika miaka 10 ijayo ni serikali kutuletea soko la kutosha la uuzaji wa mazao, kwa sababu wakati kuuza mazao sisi kama raia ambao tunaishi katika kijiji cha Mwambuku tunasumbuka sana, kuna nini kwenda kuuza mbali masoko ya mbali, lakini mpango mzima ambao tumeandaa serikali lakini tutengenezee barabara. Wakati wa mavuno sisi tunasumbuka sana, njia zetu zinakuwa na matope, mabonde nini, kwa tunaona serikali tutengenezee nini mabarabara. Pia mpango kazi ambao tumeuandaa sisi kama wakazi wa kijiji cha Mwambuku ni kututeulia eneo la malisho la mifugo, kwa sababu mifugo yetu inasumbuka sana wakati wa kilimo. Kwani kwa serikali tuandalie mazingira ambayo tutateua eneo ambao tumelipanga na kufanyaje la kulishia ng'ombe zetu. Pia mpango kazi ambao tumeandaa, maana wananchi waliupokea, wameufurahia huo mpango. Ina maana utawanufaisha zaidi, kwa sababu tukianza na mwananchi mmoja mmoja, na maana akiwa na hati miliki atapata, ina maana atapata thamani kubwa ya kupata cheti cha kwenda kumtambulisha kule benki, na maana hata mikopo ina maana itamrahisishia kwenda kukopa. Na maana huo mpango utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo wananchi wameupokea na mimi naona utawasaidia vizuri sana. Tulipata eneo la kuweka ile store yenyewe imepatikana, na la kujenga kituo cha afya imepatikana, na la shamba darasa imepatikana, na la lingine shamba darasa yani yanapatikana kijiji cha kitongoji cha Mwankali. Kwa hiyo wananchi wanakubali ila mradi wote tunapokea kwa mkono mawili, kwamba tunafurahi kwa kupokea mambo ya ardhi. Atatusaidia uelefu wa mafunzo, kufunziwa kwa ajili ya kutengeneza mambo ya ardhi na kujua mpaka, kwamba hivi mpaka huu unakomea hapa unakomea hapa, na yeye linatufunza na kukata miti ovyo ovyo hamna, na yeye tunatufunza kutafuta maeneo kutafuta maeneo kati ya ng'oo tunapatikana la kujenga mashine ya mradi aonaka na nyumba, na yenyewe tunalipokea hilo kwa furaha.